tukisimama tunafungua maandiko matakatifu haraka. Isiko ibatenda wanachelewa watakuwa nakutana nilishamaliza. Amen. Tusaidia watu kujua balijiangaje kufuata nani. Marc chapitre 5 verset 18 à 20. Mwingine atayarishe Luc chapitre 4 verset 14. Luc chapitre 4 verset 14. Marc chapitre 5 verset 18 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens. Et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comme il a eu pitié de toi. 20. Il s'en alla. Et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous firent dans l'étonnement la parole. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Préparez légèrement Luc chapitre 4 verset 14. Je vous dirai quand est-ce que vous allez le lire. En réalité, cette parole, moi, ça m'a beaucoup touché. Et quand le Seigneur m'a donné des révélations par rapport à ça, il m'a imposé de vous les lire. Il m'a imposé de vous en parler. Et je ne peux pas me taire. Je le ferai jusqu'à la fin. Amen. Amen. Je le ferai. Parce qu'il y a ton message là-dedans. Yes. Il y a ton message. Amen. Et là, on parlait du fou de Gadara. Je ne vais pas y rentrer. Ou bien je ne vais pas aussi me répéter. Ukishuka sana utaelewa kama huyu mtu alikuwa ameteseka kabisa. Ninaamini kama kila ambaye yuko na tufuata hizi siku zote kuna kitu tu moja iko anapata. Mtanihurumia leo, ninachoka sana. Tangu asubuhi niko ninahubiri na niko naomba. Beba alikuwa na mimi kumulima banachoka nao pia ninawaza. Pako na moto moyo vilishuka kwa maombi mlimani bakuiresistea bakukuru. Kulikuwa kuna watu wengi wakijazwa akisimama pembeni yako unaona anguka. Moto moyo vilitembea nafasi. Evite kuwa naishi Mungu wa rutine. Mungu anakuwaka mpya kila siku iitwayo leo. Nibaambie balai na kuwaka moyo baimbaji ndio wamingi. Kila mtu na misisi. Baimbaji mara nyingi abakuwe visite. Banakimbia visitation. Mara mingi. Na nitawasi nyote hakuna mwenye asimame. Tena maana kwa kuingia ndio ndaruhusu aingie. Kwa kutoka asitoke tena. Kwa jina la Yesu. Aseme, et comme il montait dans la barque, celui qui était démoniaque. Ukisoma mzuri, rudilie ile phrase utasikia hizi nasema. Inasema jinsi ya kushangaza. Celui qui avait été, yani aliyekuwa mwenye mapepo. Yani hana tena pepo, tuseme amini. Hapana na watu ya leo kuna kutana na makanisa zinayala watu plein. Pepo asitokaki. Na ndio na mapepo zishaongoza na babosi. Baada ya mikali mtu asikuwe na menyase pepo zao. Bako wapi? Uliingia mkanisa mkwaje programu ya deliverance. Mais wana wakati ya kutukula muda batuparle sur le dogme de l'église. Mtu heshimie baji. Hatukufuata Mungu mwenye hayofanya na mwenye hayote. Kani angilikuwa ni wabia vile tungilimwacha mwakiane Mungu wenu. Siseme kitu.
Ninasema kitu, siseme kitu. Na ukielewa huyu mtu alikuwa amepona tayari. Juba anaanza ongelea ugonjwa wake mpase. Celui qui avait été démoniaque, pas celui qui est démoniaque, mais celui qui avait été démoniaque. Yani uponyaji umeanza ingia, na ulishaingia, na ulishafika, na ulishakaa. Mtu alishakuwa mzima. Ulijua Mungu tuko naye lazima maisha yetu. Amen. Aseme akamsogelea Yesu akamwambia, kama unaweza niruhusu twende na wewe. Yesu akakatala. Mimi nalikata kifupi mbio. Yesu kukatala, sita explique tena. Mimi nataka kuonesha hapo somo yanazala hii somo ya leo. Sema amina. Amen. Yesu akamwambia, hapana, wewe urudie kwenu nyumbani, ndani ya jamaa lako, na uwaoneshe, waambie jinsi Bwana alikuonea huruma na baone ni Mungu alikutendea. Isitoshe, kule chini Yesu anamwambia na wende utangaze ndani ya mji ya kwamba umepona. Amen. Na Mungu amekufungua. Sasa mimi nataka nikwambie, Yesu alielewa ya kwamba mazingira ya huyu bwana ama iniseme utongo, territoire. Jana tulisema territoire ni nini mkiswahili? Ni mipaka njo territoire mkiswahili. Nilisema jana ya kwamba ardhi kila mtu anaweza kuwa, ama kila mtu ana ardhi ambayo Mungu amemtayarishia kwa baraka. Sasa utaelewa ya kwamba kwa Mgirasi Yesu alielewa ya kwamba hata mfuata, lakini ardhi ambayo Mgirasi iko ndani imetengenezwa mzuri juu ya kumpatia Mgirasi baraka. Haikumbidi yeye afuate Yesu, maana wale walishafuata Yesu walishafanya nini? Baratoshi. Na wale ndio wenyeliko sanse kuendelea, lakini Mgirasi anakuwa missionnaire mwa ile inchi. Yani dans la Décapole, c'est le fou qui a été guéri qui doit maintenant servir Dieu dans la vie. Amen, amen. Donc c'est celui qui doit être missionnaire. Donc il sera ministre ou bien missionnaire de Jésus dans la ville. Et donc les esprits de la ville se soumettront devant son autorité. C'est ma mine. Pourquoi? Parce que bali mchuafu maintenant anapona. Haiwezekane Yesu amwendane chapeau bulongo itamwitika. Amen. Na niyasema nikwambie kama kwa jinsi Mungu alitengeneza udongo, watu wengi hawajaelewa. Mara mingi tunakaa fasi na tuelewe sababu. Qu'est-ce qu'un territoire? Le territoire, c'est la terre ou bien le lieu, amen, où le Seigneur t'a mis, là où tu vis, amen, là où tu dois dominer, là où tu peux avancer facilement. C'est ça, donc c'est ça, c'est un domaine que le Seigneur a fait pour toi. Donc spirituellement, il y a des domaines kwenye hawezi endelea. Il y a aussi des domaines kwenye unaweza endelea. Huku kwenye hawezi endelea, njoo wapi? Na huku kwenye unaweza endelea, njoo wapi? Na haiko njoo mwanzo tu, haiko shinjo tuliishi. Tangu Biblia hadi leo kuna mahali ambapo hauwezi kaishi. D'abord une chose, la première des choses que Dieu doit te donner, j'ai dit, la première des choses que Dieu doit te donner après avoir cru en Jésus,
il doit te donner la terre ou bien quelque part un domaine là où tu dois vivre. Il doit faire un territoire pour toi. Amen. Donc il doit faire aske upate kanafasi kenye utaishi pale kwa amani, kwenye utatawala. Sema asante Yesu. Pour dire quoi? Il est difficile d'être fécond partout. Il est difficile d'être fécond partout. Il y a des endroits où tu ne peux pas être fécond. Kuna mahali ambapo hauwezi ukazaa matunda. Hata ukaomba namna gani, hata uliamini Yesu, hata uliokoka, hata wewe unakuwa na maombi ya mwisho ya mipaka, kuko mahali ambapo hauwezi ukaendelea. Kamata mchele ukaupande baharini, pembeni na bahari, haitautaka. Mimi narudilia, hauwezi ukaupanda mpunga karibu na bahari, baadaye ukaniambia mchele utaendelea, japokuwa mchele napendaka maji. Sema amina. Amen. Chia nini mchele na katala utamu bahari Papa Prince au pembeni na bahari, ijapokuwa inaoteamu mai. Kuna kuya habari za kushangaza pale. Mpunga juu ikomale, mpunga inakomaa katika maji. Lakini ukaimwanga kando kando ama ndani ya bahari haitaota. Sababu ni mbili. Sababu ya kwanza, sababu ni mchanga unaishi pale. Mpunga haioti kwenye mchanga. Na maagronome watapingana na mimi. Hakuna mchele na uteaka mchanga. Jamais. Kama bakuifanya na shaka kuwa bamingi. Il faut butongo yenye iko iriki. Yenye kuna mali yenye iko place ku niveau yayo, isikue mingi na isikue kidogo. Awe elewa mpaka baya. Kuna mmea ambao hautaupanda n'importe où. Hautaonaka kafe inaota kulaki. Jamais inaotaka fasi zote, hapana mumai. Kafe inaotaka mahali zote, lakini hapana mumai. Peut-être ndio leo Mungu alitusaidia na tuletea ilira na hii tera. Mungu awabariki hawa watu. Inawezekana watapata hii ujuzi tena, watatuletea ujuzi kwa wanapanda muhogo mubito. Ndio mwewe msicheki. Kuna watu hapa nje vijana wetu. Hawa watu wangali watafanya mariage ya kijumba na wanaichanga na kirai. Inakuwa parti moja kijumba, parti nyingine kirai. Juu tuwaogope. Bingali vitawezekana sana mnavikula mara 10 mnakufa. Mtaangalia kwenye bajuzi wanakuwa mingi. Magonjwa ya sukari haiache watu jia obesite. Utaelewa pamoja na mie ya kwamba sio mahali pote ndipo utaota. Soma Luka sura ya mstari wa 14. Luc chapitre 4 verset 14. La parole de Dieu dit ceci. Jésus revêtu de la puissance de l'esprit retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il est du français courant. Mais nataka nisikie Louis Second. Il est Louis Second. Nataka nisikie mu français courant basi. Au le semaine. Hakuna mwenye iko na yake, sikia yangu. Jésus revêtu de la puissance de l'esprit retournant en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Amen. Il est mot gagnant. Na ile hapo nasema repenti. Amen. Tunataka enda tu vyote, lakini nilikazia sana hii kuganye, hii mot gagner. Amen, amen. Hii verbe gagner inanigusa sana. Mimi nataka niseme hapa ya kwamba Yesu na njoo Mungu ilimubidi arudi Galilaya ili
aende afanye kazi ya Mungu pale. Yaani ni kusema mazingira ama teritwari ya Galilaya njoo ilikuwa imetengenezwa na Mungu juu injili ya Yesu iendelee salama. Maana hii ni nini? Ijapokuwa pale pale kuko wako maadui yake, Mungu hakuwaka, Mungu alibaachi. Balikuwa wanaanza mmenase, balianza menase depuis mimba, lakini alikimbiaka. Banamkimbiza saa yenye anaanza ota vya anarudia. Saa yenye alitafuta aote, ilimubidi afanye demi-tour, arudie Galilaya. Haiwezekane aende afanyikiwe kwenye anaenda kama hatarudia Galilaya. Sababu gani? Sababu ni huko Galilaya ndiko ambako Bwana ametayarisha mitume ambao watatembea na injili. Yes. Niko na nigeletera bajeni ya Bukavu na bajeni ya Musiti Kivu na Bakongo. Akitabiri mara 5 anaanza omba Mungu aende Ulaya. Juu ya nini? Maisha ya facilité. Na mwisho anaomba na jitabiri. Oh, le Seigneur me dit que je dois voyager maintenant. Ah non, je ne peux plus rester ici. Kila franga anapata anauza koti. Franga anapata anauza mkwato. Franga anapata anauza anakera. Anaonekana. Njoo maana wakutana na vrai prophète. Grand costume. Mimi si ivana haiko juu sina yo hapana. Lakini haikuwa kupona. Na haikuwa programu ile mimi yangu. Yanamwala vile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwisho siku zinangwa zinaisha tipe. Haende Ulaya na kuinvestir. Hakujua kitu kimoja ya kwamba mafuta nayo ina masiku zake, imbayo itakauka. Wakati itakauka tutazoea upako na hataendelea tena ukiana. Na za kuoa zinaanza kukosekana tena na wao wamezaa makayao. Grand commissionnaire Muscheki hakujua. Alijitabiria bongo na akabuvala juu anachukia mwingine, akasema Mungu anachukia mwingine. Wewe unaweza chukia Bukavu, Mungu anachukia Bukavu. Amen. Yesu anarudia Galilaya. Ijapokuwa kitu kimoja cha mshangazi, alikuwa alishavikwa utukufu. Amen. Ni Galilaya njoo kwenye huduma ya Yesu inakamata heshima. Ni hapa njoo huduma ya Yesu inakomaa. Sababu alielewa mazingira ambayo Bwana amenitengenezea haiko mahali mbili. Ni Galilaya ndio nitaenda. C'est en Galilée que je dois partir. C'est en Galilée. Si tu ne veux pas partir à Galilée, tu ne vas pas prospérer. Si tu ne veux pas partir à Galilée, si tu ne veux pas commencer à Galilée, tu ne seras jamais grand. On ne va pas te connaître. Fais cela d'abord chez toi. Amen. Avant d'aller le faire ailleurs. Hier, je vous disais que les jeunes d'aujourd'hui, surtout les jeunes évangélistes de Kampala, banatusumbua. Tipe alitokaka Bukavu hayakuwa hata shemasi. Kuna anakuwa revera. Mule Mkampala alifika kama na kunywa pombe. Msegonde anakuwa baba wa maroza watu. Mheshimie roho za watu. Batumishi wa hapa, mheshimie roho za watu. Roho za watu wasiko zetu, ni roho za Yesu. Hapana leo nasimama, kesho nakuwa dati. Pana. Nyuma ya msalaba utafunzwa kwanza. Uliacha kilauli ya pombe wakati gani? Kwa nini leo nageuka pasteri? Bale wenye unafundisha ni kizunguzungu au ni watu? Biko hae. Wakati gani uliachana na mashipe za watu, za wafie ya watu? Bale wafie wenye huko na ubiri. Mbona wao yafunzwa vile utawaambia? Niko na bashuhudia kisingi kwa mizilima. Kwa wakati fulani hatukuelewa. Siku moja nenda laga mchungaji wangu mwalimu saa kiroho, makati ningali mtoto pale Bagira amelala tayari. Baba nikamwambia pole kwake, pole kwetu si ambao tulibakia. Baba alikuwa na hekima ya mingi sana. Nikamwambia video vile Mungu kwa anituma Tanzania. Akacheka. Jackson. Moto gani na bure? Jackson. Hii kuraji unaitosha wapi?
hii courage unaitosha wapi? Uganda nani Tanzania unataenda? Naambia ndio vile. Mungu tu. Asiniambie vile Mungu alikwambia. Aliniambia mimi niseme njoo kule. Na vile anasema Mungu aliwaambia wana mama kali grave. Ukipinga wale wale kisamle kukuwa mchunguzi, bana kutukana. Na ukikazana na kuita molozi. Mungu alimwambia. Jema dit qu'est-ce qu'il t'a dit? Niambie alikwambia Papa Jackson. Je ne te laisse pas partir kama hujaniambia yenye Mungu alikwambia. Nikamwambia ndio ile waliniambia na beba wako ujumbe message moja hivi na ibeba kule ukule Tanzania. Aseme utatupatie ile ujumbe mkanisa. Siku mimi nakiambia pastori alipata siku kwanza niseme ile ujumbe. Juu sasa ni kanisa. Roho yangu inazania juu Mungu anajilia. Pastori ananiambia kuya basi nikuoneshe. Akaniingiza mkorali mu repetition ya korali. Asiseme ile ujumbe yako sasa. Aliniambia tu aseme tafadhali mnaweza nyamaza. Kiana na neno ya kusema unasikia bila ananiita sasa Kiana. Mwende mnafurahi na majina tushawapatia msheri. Mungu awabariki mtumishi wa Mungu Prince. Amen. Kwa fasi kwenye watakuita kijana, roho na roho. Viase. Sema sasa ile maneno ilikuwa matatu ambi. Shaka kiende kana kule nyuma. Kiona pastor wa kanisa yuko nyuma maki kwa biko achunguza. Hii ni abeleze. Siku mtona mimi kala kule maana yake niko nataka nielewe vitu fulani. Sasa vista kika leo mbele wa mbele haelewi mzuri nikalaka nyuma ndo anaelewaje. Na njoo maana mliona hapa kuarshe baba stera watikana hapo tutabakia pale. Tunabakia wanafunzi pamoja na yeye kwa jina. Mwalimu wa kikia tunapata roho unashiku neema yake. Kalisha pastira mbele kwa naangalia watu. Tuachie pale. Jina la Bwana libarikiwe. Ule vie Mungu ambariki. Akenda na nipunguza amo presio. Siku moja nilishaka kwa mtumishi, nilishakomala, mimi naanza ubiri, au pale nilifurahi. Hange na madharau papa. Siku tena ndakaa naambia Mungu aliniambia tena anabeba maombi ya mkutano ya maombi ya intercessor ya kanisa. Tena mwalimu wangu alicho papa. Mtu ni kipofu wake na wale baadaye baivete hapa tu malunga ngoma. Haonaki. Pastor Chizungu babangu mimi namsalimu kwa kupita. Sikia nikwambie baviba na yala Mungu mpaka hapa kushivi. Shughuli utakuja bali ndio wanasimamia chumba wa maombi. Bali wanene wenye saa unaombaka saa yote unutami. Banachazwa. Leo wanakuambia wewe mwenye unachazwa hata chini nitawapala karanga hata zingani mbili. Bankuleta sasa katikati ya bali. Bana watu. Unaanza ugopa wewe. Kana pale utaumili umule. Roho inaanza pa. Jua nini? Balisha kutia mbele ya walimu. Wewe ndio utasema maneno ya Mungu. Sema ujumbe. Sama ya esprit inakutoka. Shiri na kule kipiri. Jackson, ingali ya Mungu vile ndo natase. Unaona na pastor fulani iko anaongea na Mungu. Na pale baba nionyesha na ile siku concentrate kwa. Nina sasa ni wao ni. Nasema mbona watanirekipere watanikemea wananitupa. Iti. Sema amina. Kukomalishwa kiroho ni kukataliwa pia, lakini inakukomalisha. Ukikataliwa inakukomalisha. Isikushangaze kesho mimi nakupatia mazao na mimi nakulomba papie yaliyotauridi. Bali tufahamu. Mimi sifahamu tu vile umo. Ningali baba wa mzuri. Papa. Kama bisikuna kuona gempa epaki au paprolo awe. Ni kukorije. Si hakuna. Nilitaka niseme ya kama hakuna siku nilishalomba papie nikorije mumbili matengia hapa jamais. Nilifanyishiwa. Andika mawili towili kesho msemeni. Wanaomili pastor kwa pale Mungu kwa navuta vile. Na uko na yako kopi mzee na iko na yake. Ni force ni vyote nimefanya nini? Ukiajouter, ajouter na vikirushi. Mon Dieu. Siku nimaliza mimi ile tulia mara pili vile wakanituma kwa masomo ya Biblia.
Jana una mwito lakini hauna neno. Enda sasa kwa mimi na somo ya Biblia, usikie danganya taifa la Mungu. Nikaenda soma Biblia bila kutaka. Hao wazazi ambapo wamelala wamesaidia watu kama sie, Bwana afanye miili zao kuwa takatifu katika udongo. Amen. Na walale salama. Amen. Roho zao tutawakutana nyumbani. Amen. Yesu anajazwa na nguvu za Mungu za grafu. Lakini Mungu njoo mwenye anatengeneza sawa. Mungu mazingira yenye Yesu anamtiamo ni Galilaya. Unakumbuka Yeremia Yesu Galilaya walikuwa nani? Hakuna autorite walipenda Yesu Galilaya. Na wa autorite spiritual wakumpendaka. Na wa autorite charnel wakumpendaka. Ukianza kazi ya Mungu mvile, bana itika uye kama uko association ya nao. Depuis ça tulianza hii kazi hapa, nikaanza na message zenye zinatokea za kusema bana katala kanisa mkartie italeta tabashi. Waminele akaniambia pale njo mazingira iko mazuri. Kaa na kanisa pale. Na wakiendelea tutauza manyumba hapa. Tunaziponda, tunajenga kanisa la Mungu. Na tutatoka, tunabakia zili moja ndani ya mwingine. Baitike tuombe nao, kama baitike tutauza maparcele. Amen. Siku tena bata kima fiotola. Peu importe grade zao ndashuka chini. Ndawambiaka mwache itabia, inababidi sasa mshanje. Msipigane, yani mkipigana mnakutana kesho, Mungu mnapigana na Mungu malituma huduma. Kwa bahati mbaya kuna wengi watumishi walifanya hii ujinga. Uko pastor quelque part na wewe njoo unapigana na watoto wenye Yesu alituma. Isikushangaze mtoto mwenye Yesu alituma bali na njoo bale tu ya kukatana ile utume siendelee. Lakini sasa nakupinga unaomba sana. Sasa nakupinga unaomba sana. Sasa nakupinga unaomba sana na Yesu anabakia nafasi. Taka jua mazingira gani utafanyizia mkazi ya Mungu. Yaani territoire gani Mungu amefanya ili utumikie ndani. Amen. Amen. Territoire gani Mungu anakupatia kufanyizia kazi pale. Yesu angilitika bakia Galilaya na angilitika shuka Galilaya. Yesu angilifikia kazi yake kuwa kubwa na wala angilijulikana, lakini sababu alikubali kwenda bakia Galilaya, njoo maana kazi ambayo alifanya ilisikilikana na watu wakaiheshimu. Na hata leo mimi na wewe tunakuwa konsekansi ya ile injili ya Yesu Galilaya. Taka kujua mazingira ambayo Bwana amekuwekea, ama udongo ambao Bwana amekupatia, ardhi ambayo utatumikia hako. Kuwa mtu mwenye iko Bukavu na upashwa kuwa Bukavu. Yes. Il est là par défaut. C'est par défaut qu'il est à Bukavu. Il n'est pas à Bukavu parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais il est à Bukavu parce qu'il n'a pas eu les signes de l'Éternel, la révélation du territoire dans lequel il doit œuvrer, là où il doit évoluer, là où il doit exercer. Il est en train d'exercer quelque part où le Seigneur ne l'a pas envoyé. Il est quelque part où le Seigneur ne connaît pas. Spirituellement, une connexion à Mingo à l'hypothèque. Sasa hivi ulikuwa na karte simu ya orange, tunakutafutia yako orange. Kesho unauza muda wako, umenaota tukomunike, unapotea mrezo yetu. Orange inapoteza mtu wala Airtel. Kama utatoka tukomunike huko mnani gani. Lakini katika connection za kiroho, yani niseme hizi connection zinapenda watu ambao wanaheshimia wakati, kujua ya kwamba hii mazingira ndio Bwana nitumikie ndani. Et c'est ça l'endroit où le Seigneur m'a mis. C'est ici où il m'a installé. Il doit me rencontrer ici. Quel est ton territoire?
quel est ton territoire? Est-ce que là où tu es, est-ce que c'est là où tu devais être? Peut-être tu es là où le Seigneur ne connaît pas. Tu es garé. Inaweza kuwa mzuri urudie. Utafute njia ya mzuri. Kupotea njia hayakuwa dhambi, lakini ni makosa. Sababu haukosei Mungu kupotea njia, lakini unajikosea wewe peke. Sababu haufanyi nini Mungu anajua. Uko unafanya nini shie njo tunaona, lakini heshima yako haitaonekana. Ukikuwa pale kwenye Mungu alikuwa anataka ukue, utaimpacte. Kila kinyo utafanya, watu watakijua na kitapata sifa baadaye. Inaweza onekana kwa mwanzo hakifurahishi. Kinaweza onekana kwa mwanzo hakioneshe matunda. Maombi yangu ni kwamba uingie na ukue nafasi kwenye Bwana anakusudia uwe ardhi ambayo utasimama hako. Iwe ardhi ambayo Bwana alitakasa na akakutia pale. Amen. Kutaka ya kukuwa na nguvu za Mungu hayakutuma ukue indiscipline spiritual. Ukue na jiongoza wewe peke. Kukuwa na nguvu za Mungu haikukupatia ruhusa ya kukataa maongozi yenye Mungu atakupatia. Ama watu wanaweza kukushauria parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tunaweza leta yetu shauri, lakini hatulete imposition kwa kazi ambayo unaifanya. Mkerasi yeye Bwana namrudisha, namwambia wewe mvile ndio moyo taenda. Va dans la Décapole et va publier ce que le Seigneur a fait pour toi et comment est-ce qu'il a eu pitié de toi. Hapana nifata. Papa President, kuko mwenye iko naimba Bukavu Japon, Mungu amjue mwimbaji ya Bukavu. Sababu gani? Utongo ilishaka katala. Zawadi moja nilikwambia hapo mbeleni ambayo Mungu anatupatia tunapomfuata ni kututengenezea mazingira. Yani anatupatia ardhi yenye ilishatakasika ambayo tutatumikia ndani. Ijapokuwa inatakasika, adui anaweza kuja ndani, lakini hatutakimbia sababu tuna lengo na tuna mpango na tuna hapana aliko, lakini tuna recommendation ya kutumikia pale sababu mwenye ardhi ndio alitupatia ruhusa. Amen. Unafanyaka exchange. Unajipermettre kuhamia Kabare, unasema unaogopa Bukavu kuwa mwizi. Na makuta yako saki mzima ya faranga unaenda Kabare. Ndio utaishi kwa amani Kabare, lakini zile faranga tuzimalize uko nazikula. Kabare juu, Kabare kuwe na kulanjo. Kabare hawatosheki, tuna mavuno ndio natoka kule, hapana pesa. Kabare wanalima, wanaleta Bukavu, wanageuza vitu vyao kuwa fedha. Amen. Hapana kimbia adui, lakini kuna mahali pale ambapo kwa udongo ambapo Mungu amekuweka, ujue ya kwamba utapigana na ule adui, usimkimbie. Ninataka uelewe ya kwamba sur le territoire que Dieu t'a donné, sur le territoire que Dieu t'a établi, les ennemis peuvent être là, mais jamais ils ne nous vaincront. Parce que nous avons le mandat de Dieu. Et celui qui a le mandat de Dieu dans la famille, dans le mariage, dans une entreprise, il ne fuit pas comme les autres. Il y va lentement parce qu'il a l'assurance mwenye alimtumaka iko naye. Hapana kimbia msosiete juu likutanana amo na baadui. Mungu akwake mai societe. Mimi natajitokea na kesho naanzika demisio, kazi ni mbaya wakati unayo. Unapokuwa shomee kazi utaikumbuka. Waswahili waliongea. Mimi natatoka kama ululukorale, ululukorale la bongo bongo. Mie uko plaintif sana.
bakia mwele kurani. Njoo yenye Mungu alikuita ndani. Bale babaya wenye bikwamo balikutanana na Yesu nabo Galilaya. Na Yesu akukimbia Galilaya. Bwana alimpa mafuta ya kuishi mu Galilaya. Kama ile kazi uko ndani, bana ikimbia. Kimbia hiyo kama haiko Mungu ndiye alikutuma ndani. Lakini kama Bwana ndiye alikutuma, bakia hapo. Même dans les mariages. Je dis même dans les mariages. Ton mari, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Qui te fait saigner chaque jour. Ta femme, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas ce que tes enfants font. Mais moi, je suis venu te dire ce soir qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu qui t'a envoyé, le Dieu qui t'a donné le mandat, il t'a donné le mandat pour régner, mais pas pour fuir. Tu ne dois pas fuir, mais tu dois régner. Parce que tu as le mandat de Dieu. Kale kabulongo kale choka abana kakimbia kunyotenda kimbia njoko tamaliziki. Yesu angilikimbia angeenda kufia kwenye agenda bila wakati kumaliza kazi. Haiko Yesu yepeki. Genèse chapitre 46 verset 3 mbio. Chapitre 46 verset 3. Oui. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car je te ferai devenir grande nation. Amen. Iko anamwambia hapa na Yakobo ndio mwenye viko wanamwambia usiogope kwenda Misri. Kule njoo nimeandaa kufanya taifa kubwa na nitakubariki ile mahali. Hapana ukopa kwenda kule. Mimi niliolewana bwana wa mpagani. Mimi natoka kwa hiyo nyumba. Wewe bwana ni mpagani sana. Mpaka roho ya infidelity na kwenda kuingia kwa mama ulichaguliaka mambo ya kujitakia kamundala. Bakia mule hakuna kutoka, ni aller sans retour. Mais ce qui me fait mal ces derniers temps, banamuke roho za kukomala katika ndoa haipeleki. Babo wanapenda wakutane maproduit fini. Ijapokuwa banaweza saidia wale babo wanakuwa wema. Hapana kimbia. Ni ule mwake njomo tageukia mama wa heshima. Ni ule mwake njo jina lako la mama litaheshimika. Ni ule mwake njomo yotatembelea ile gari ya heshima. Ni ule mwake na zile tabia zake njo mwenye heshima yako inakaa. Nani walikwambia ukimbie? Haiko tena fiancé. Ulishaikala mubakia kwa jina. Anamwambia Yakobo, bakia Misri. Ushuka Misri, wende mbio Misri. Soma mbio. 26 D. Ushuke mpaka ku 6. Genèse chapitre 6 verset 2. Yeah. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham. Je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre. Et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Abraham a obéi à ma voix. Et qu'il a observé mes ordres. Mes commandements. Mes statuts. Et mes lois. Et Isaac. Amen. Et Isaac
resta à Gerar. Amen. Huyu mwenye niko wanamwambia hapa ni nani? Ni Isaki. Neno lenye wanamwambia hapa, wanamwambia ne descends pas en Egypte. Mwenzake walimwambia siogope kupaenda, lakini yeye anamwambia yeye asifanye. Sikia kisi ya Mungu iko kumlikie. Ni mashenerasio hizi. Ni miaka na watoto walishapita katikati. Umaya Bwana alimwambia siogope kupaenda. Mwingine Bwana anamwambia usipaende. Ni neno langu, ni neno la Mungu. Kwa nini huyu anamwambia usiende? Huyu alikamwambia usipaende. Sababu gani? Sababu haiko teritwari ambayo Mungu alitayarisha juu yao. Haiko teritwari yenye Mungu alitayarishia huyu mtu. Haiko juma tuliko wanawinia shine, ndio kila mtu ataenda kashine tafadhali. Haiko tena ambayo Mungu anapatia utajiri yako. Haiko juma tuliko wanafanya mabutike na wewe utafanya butike. Haiko udongo ambao Mungu alikupatia utajiri yako. Haiko juma yote tuliko wanaenda makanisa wanazijenga. Njoo na wewe utaenda fanya yako kanisa. Kanisa ifanyiziwe na upeti, utamalizika. Niko naambia bibi yangu isiku, Mungu angenionyesha filmu ya Deniko naona kama siku ingiama hivi tu. Alinitikishaka akanibantika mguu yake nikaenda naye. Lakini hakuniambia huko mbele itakuwa. Hakuniambiaka bitakuwa. Hakuniambia kama ndawana kurere deriere wapiga muziki. Njoo bakwe waimbe. Hakuniambiaka. Hakuniambia kama ndafika hizi masiku kuna vitu fulani niko na vitafuta wala sikuviona, maana nilikuwa ninaaminia kwamba nina kazi. Alifichika vile akaviweka katika utukufu wake. Ijapokuwa mahali unapoenda ni Mungu amekwambia uende, wala mahali ambapo nitakaenda ni Mungu alikwambia usiende, njoo kusema hautajaribiwa. Jaribu ziko. Kaa, pikana na jaribu lile. Usikubali likushinde. Shinda lile jaribu kwa wema na Bwana atakuinua. Amen. Naongea, shinda ile mabaya kwa wema, Bwana atakutetea. Bamingi leo hawana tena kapasite ya kusiporte. Yaani Ukristo inakuwa Ukristo ya reja juu ya kupenda mafasilite. Yaani hawataki teseka. Usizanie Isaki mwenye Mungu alikuwa anamwambia hizi habari, usizanie kwamba hakutesekaka. Isaki aliteseka ya sana. Wende ulize, alifanya vita na vita. Alifanya mavita na mavita. Atakwambia habari za Sitna, atakwambia habari za Rehoboth, atakuelezea zile zote. Na hizi za mbele zote, masiti na masingine za mbele, mimi nawahakikishia hakuna hata siku moja alipata raha. Lakini amani iliingia wakati moja alipokamata heshima ya maji ya Rehoboth, kusema maintenant le Seigneur nous a mis au large. Maintenant nous pouvons dominer sur les gens de ce pays. Maintenant nous pouvons parler dans ce pays. Maintenant nous pouvons nous lever parce que le Seigneur nous a mis au large. Adui zako wanakutesa jua hawakujui. Na wewe uko unalalamika kama unateseka, ni jua uyajijua. 26:12 soma mbio. Kimbilia mbio. Menasoma kwa jina la Yesu. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année les centiples, car l'Éternel les bénit. Amen. Hapa alikuwa analia, hapa alikuwa anataka kimbia, hapa alitaka fanya sioni ya baba alimwambia position yake. Isaki akaanza sasa panda. Isaki akapanda mimea. Maandiko yanasema kwa ule mwaka Isaka
akavuna maradufu, kisha akabarikiwa. Kwa jina la Yesu ninaombea mtu anisikiaye magharibi ya leo, aende afanikiwe, aende aote, mateso isikuachishe vile ambavyo unavyokuwa ndani, mazingira uko ndani, udongo na ukaa juu, usiukimbie. Ni mpango wa Mungu. Si Isaac était allé en Égypte, il serait mort avant. Parce qu'il est le choisi de Dieu. Na angiliendaka tu kwenye angiliendaka kwenye Mungu hakumtuma. Jamaa afanye lenye Mungu hakumwambia. Angilikufa mbele. Juu ya nini? Isaac alikuwa amekuwa na mpango ambao Mungu alikuwa amemtengenezea. Na angilikufa na nini? Angekufa na njaa. Na haiko yeye peke, na wengine wangelimalizika, wangelipotea pamoja naye. Uamini kama unapobarikiwa, baraka zako zinatumwangikiashi la pembeni, tuko karibu yako. Sasa ukitukwepo naenda na hauende na neno la Mungu, utaenda potea kwenye huko naenda, na kule kunaenda hautafanikiwa. Ukibakia pale kwenye Mungu kwa nakutaka, ndipo utakapofanikiwa. Na watu tunaokaa karibu na wewe tutakula kwa yale matunda. Batu mingi banateseka sana, jua wajue domeni gani Mungu alikuwa anabataka wakuwe ndani. Inalomba ujue niseme udongo gani Mungu alikuita kuishi juu. Inalomba ujue hii teritwari minakuwa ndio mpango wa Mungu kwa maisha yangu. Teritwari mimi siko nakwambia hayo tu sawa udongo, niko nakwambia hayo sawa mazingira na vyote vile vinakuzunguka, na mjamaa na mkartie, minachanga mkanisa, minachanga vitu yote yenye uko naishi. Ufanye vile vitu vyenye Mungu alikuita kufanya. Kuwa mahali unapaswa kuwa. Hapa ningisema, nitakwambia jua likupasalo kutenda. Jua ulikupasalo ama mahali ikupasayo kuishi. Hatukwake wa kuishi na kuishi kila fasi. Mwenzetu mjerasi wanamletea makaburi. Jua kunjua mwenye haikujua teritwari yake. Teritwari mjerasi anaishi hapasha ataishi ya haiko makaburi. Inawezekana na wewe unaishi makaburi ya framasoneri. Inawezekana na wewe unaishi makaburi ya usherati. Inawezekana unaishi makaburi ya idolatry. Inawezekana unaishi makaburi ya wizi. Inawezekana. Haiko ndio mazingira yako. Haiko ndio teritwari Bwana alikutayarishia. Bwana alikutengenezea mazingira na mahali pa amani. Shetani kwa kutokukupenda akakuya kuimpose maisha juu potee na mpango wa Mungu ukufe maisha yako. Toka kwa vile venye uko wangu tafasari. Toka kwa vile venye uko wangu. Ulishagawia sana mbushoga. Unagawia mbushoga. Usijidanganye. Pape aliongea Kiswahili, wale ile Fransai. Ile wa Fransai ya kusema Baba bariki au litirishi. Bwana Pape vile liliako havitafika Mwafrika. Bado tungali maesprit. Katika jina la Yesu, kila Mwafrika apige mikono, ashangilie, amwambie Bwana, pepo za ushoga hata makanisa zikizikubali hazitakanya usipaki. Haleluya. Makati moja mchungaji mmoja analetewa mzigo toka Norway. Jua leo vile wanasema Norwegian Israel, Norway, Sweden. Analetewa mzigo na pastor mmoja. Mimi nasema pasteur, missionnaire. D'une église ici qu'on respecte, d'une grande communauté. Ces gens venaient, je ne sais pas faire quoi, parce que nous avons toujours eu besoin de financement même à l'église.
Mimi naambia mapasteri mjiheshimie. Kanisa haiko ONG ya kwa tafutia financement, mkizikosa mnafaa dhambi. Kama mnakosa financement, Wakristo watoe sadaka. Mwachane na yakwenda tafuta financement za homosexuel. Kwa jina mapasteri mtuhurumie. Na nyie bakordo ya ONG, mimi nakuya baongelesha leo, mtusamee. Mungu natuletea mikoshi, batawapatia maheshima baadaye, lakini mlituletea mikoshi ya misaada. Ambia watu yenu wabakiane misaada, batuachie Yesu. Wewe mchungaji anaenda kamata mzigo, mzungu anampokea msalo. Karibu sana baba, asante sana. Nina mzigo wako, nilikuja lakini nilikuja na mke wangu. Nilikuja na mwenzi, alisema nilikuja na mwenzi wangu wa ndoa. Juu wana wanakufundisha kwa Kiswahili mbele utoke mwa ile mapesi Skandinavi ukuye huku kutudanganya. Mimi nasema wale bwana wanakupatia makuta, bwana soma kwa Kiswahili safi. Ndio nasikia hapo unasema Kiswahili bila tafre. Vale vatu. Toka. Mimi nataka niseme ya kwamba wale wa grand bakakuya wanaleta ule kwa envelope, wanaletea wale wapasteri wanapenda envelope kutoka Norvège, na mara nyingi wanawatumia ndio wa carte postale. Mtuheshimie, tushakuwa na internet, tunaanza na kwa mingi. Tunaweza imprimer na shikarte. Haiko tuko na njoo zinatele kush. Ninawaza mtu alisikia. Mwikale na misaada yenu, kila matapata wa Norvège na Baswedwa. Babapatie hii video. Baseme wale wanataka financement. Bale wanataka financement za Wakristo kwa jina liko kwa tuleta misaada zenye mama mbili walitoa semi na Bwana. Sikia, kanisa la leo, tafuteni Yesu, achana misaada. Mwache misaada. Karitasi haitudanganye tena. Kuna vya ule vinaanza toka Ulaya bongo. Karitasi na wale na mamaragi za kuchanga za Goma, za Bukavu wanachanga, za mashirika ya Katoliki, bana wanagawia watu wakosefu. Turudiane na kutushimanga. Esi ni kweli. Nyema mashirika zipite mnaenda mnatolea. Au jumuko mvile. Shiba kila watu wanatoa. Wale mama wanakana walitunga au basahau wake. Banakia ile vitu ya shirika. Banaenda mwanga maraki kule kushiriki parasi wanafunga masaki juzi nenda saidia wanani wako safe, haiko mbaya. Maraki yetu tasaidia baba kusefu yetu kwa jina. Hatuna lazima ya mango ya vieti ya homosexual kwa jina. Tutawaambia njoo kweli. Niwaambie mchungaji anaona sawali na ule vya anachomoka asili. Nilikia na mwenzetu wa ndoa ngoya nikuletea envelope yako. Kwanza baita envelope bahasha. Anakia na envelope. Anakia na anaimpati. Pastor anaona mbona wamuoneshe mwenzio wa ndoa. Akamwambia mimi nataka enda lakini sikuona mwenzako wa ndoa. Akamwambia mimi sikuona mama. Mzungu yeye akarudi. Akaanza cheka. Ndio ngani kuletea. Akaenda mshamba, akaleta pakata wa papa. Mwenyewe na mandio. Analeta pakata ya vile. Inakena hala mainvi. Kipara ukungama ndevu zote blanc. Akaambia njoo mama huyu asenti. Paka pastor njoo ni mkali sana. Asimi na wazi na kubiti koko. Mina waza inawabiti koko. Atarudisha envelope. Asibona amerudisha envelope. Wewe unamkoshi na akatoka kae. Tuko na lazima wa pastor ya hivi bati. Amen. Tuko na lazima wa pastor ya vile. Wa pastor na franga ya bolozi unakula. Fia alienda zini anakuletea shukrani unakula. Bapasta haukuuliza mbona uko na biro ulizitosha wapi? Ungiluze ile question ngikupatia zote tena. Ndio kwa pastor atakwambia wewe tatutukule moto takalo kile kichwa hapa. Na mimi sitakwambia na mimi nazikula lakini na mimi kweli ndakulombea moto ingie kichwa hapo. Na ndakuuliza zilitoka. Ukiniambia kweli mimi nazirudisha. Ukiniambia kweli mimi nazirudisha.
Sina lazima nijenge na sadaka zilizo zinajaa damu kwa jina la Yesu. Mapasta, mnihurumie, neno naliongea kwa uchungu. Siliongee kwa furaha. Kanisa za Uganda ma-association, kanisa za Kenya ma-association, kanisa za Afrika du Sud, ninawajia makanisa za nchi za Uingereza, rudia na injili vizuri. Kuna ndugu zetu ambao walishaingia nchi za Uingereza, bako wanawalewesha na injili. Tuona Pastor Shadi anasumbua watu kule na injili ya kweli. Tumshangilie Yesu. Kwa na mwanga upako anatelezesha moto. Niko na mchungaji Salomo. Shangilia Yesu kwa makofi. Aba bako wanalewesha ulimwengu wa giza. Mimi nasema hii generation haiko ya membesi yenye watenda wanatembelewa kukichwa. Mimi nataka nikwambie wewe Februari mwenye onekana maikanisa, jua leo ya kwamba Bwana apendake waplentife. Bwana anapendaka watu wenye moyo ya ushujaa, ambao wataambia kaa pale, wanabakia, simama, wanaenda. Maana Mungu wetu hapaje statike. Notre Dieu bouge. Anafanya kazi, anatembeaka, anasimaka, anapigaka, anainuaka, anaheshimishaka, anabarikianaka. Lakini anafanya na masikini kama unatamzoe. Haiko vile. Ni wengi ambao wameteseka madomeni fulani ya uchuruzi, sababu hawakuuliza Mungu watafanya nini. Ni wengi ambao wanateseka madomeni ya mapenzi, sababu hawakuuliza Bwana wataenda na nani. Ni wengi wameteseka katika domene za kazi ya Mungu, maana hawakujua ni nani anayewaita. Ninasema hawakujua ni nani aliyewaita. Na mimi ninakuja nikwambie, inawezekana hujajua ni nani aliyekuita. Na kuambia ya kwamba aliyekuita ni Mungu wa Israeli. Hapana, fadhaika, usitikiswe, usife moyo, ubakie mwaminifu hadi kufa. Njaa itakuya, uchi itakukutana, umaskini na kuonewe itaingia, lakini Bwana hakuruhusu kuachilia msalaba. Pambana, maana pale ndio Mungu alikutakia. Haikuwa fasile na haitakuwa fasile. Vyote vilikuwa Mungu alikuwa fasile. Wanafunzi walikuwa na Yesu mbarike, lakini ninaona jinsi Zorube kaja, na ilipofika hawa watu wakaona ni jaribu. Unaweza kuwa na Yesu lakini utajaribiwa. Unaweza kuwa uko na Yesu mundoa, lakini Bwana ni mlevi. Unaweza kuwa uko na Yesu ndani ya ndoa, lakini bibi ni mkosa heshima. Bamama ya leo mingi bakosa adabu, lakini habakosi kanisa. Isaki alijua kukaa pale, na maana hii ninataka nikwambie, ni sababu alijua kusikia Mungu. Ndio maana Mungu alimwambia akae Gerari. Na wewe ninataka nikuulize jioni ya leo, yako Gerari ni wapi ambako Mungu atakufanya uoteshe na upande? Wapi Gerari yako inasimama? Mbona una msimamo? Imani yako inasimama wapi? Wapi Mungu atakubarikia? Ataanzia kunini na amalizie wapi? Leo uko mkanisa fulani, kesho liangaika, kesho kucha na kuombea wamlele Mungu akupe neema, usimame vilivyo kwa jina la Yesu. Usikose tena msimamo. Mimi nataka nimalizie hapa kwa leo. Niambie mtu ambaye anayenisikia ya kwamba unahitajika leo kujua Gerari yako ni wapi. Wapi yako Misri? Inawezekana ikawe kazi mbaya, inajaa wapagani, lakini mule ndani ndio mko nyumba yako yotajenga. Inawezekana iwe mji ambaye inajaa wazinzi, walevi na washerati, lakini ni pale ndio Mungu anakusudia kukuinua.
Inawezekana iwe mji ambayo watu wengi hukimbia, lakini kawe ni mahali pale Mungu anataka kukuheshimisha. Usitoke, wewe chunga aliyokuagiza Mungu, taona njoo baadaye utoke. Ninashukuru kukumbuka ya kwamba Habakuki anasema mimi nitasimama kwa zamu yangu, nitangojea lile Bwana atakaloniambia nitende, ndipo nitakapojibu katika kulalamika kwangu. Mimi nitasimama kwa zamu. Nani ambaye atasimama kwa zamu? Nani ambaye amebeba maamuzi leo ya kusimama kwa zamu? Ingawa watu yote watabadilika, yeye hatabadilika. Makanisa mnatupatisha haya, murudie kwa msingi. Makanisa hapana, murudie kwa msingi. Ombi langu ni makanisa za Kristo zote, kanisa za Katolika, kanisa za Wapentekotiste, kanisa za Waprotestanti, kanisa za Uamsho, na wajia leo niwaambie ya kwamba tusimame, tuungane. Wenzetu wametembelewa, shetani ameingiza neno lisilokuwa na heshima. Watu wasiovaa vazi la harusi wanataka ingia kanisani. Tusimame tuombee makanisa za Ukristo ulimwenguni. Tusimame tuombee makanisa za Kristo ulimwenguni ambazo zimetembelewa. Washoga wameinuka, wameomba nafasi. Kesho watageuka watumishi kanisani. Na waombea makanisa za Wakristo, Bwana wapiganie. Ninaombea maaskofu wa kanisa za Katoliki ulimwenguni. Inukeni wa baba zetu, inukeni makanisa zetu, mpigane na roho ya ushoga na itaenda mbali. Neno la Bwana liliambia ya kwamba resistez au diable et il fuira loin de vous. Mimi nashukuru kanisa za Katolika za Zambia ambazo zimeinuka wakati huu kusema ya kwamba sisi maneno ya mchungaji Papa tunayakataa, tunayakataa. Papa si Mungu, Papa ni mtoto wa mtu. Mama yake na baba yake walikuwaka, iko na kwao, ana adrese. Haliko mtoto wa Maria, haliko mtoto wa Yusufu, ni mtoto wa mtu sawa na shie. Ana miaka 100, ana miaka chini ya 100. Hatutaongozwa na ushenzi uliotoka kinywani mwake ili tukamfukuze Yesu nyumbani. Nani ambaye anaumia moyo? Nani ambaye anaumia moyo? Tunataka wa Yusufu mkanisa la Katoliki, tunataka wa Yusufu mkanisa za Wapentekotiste. Maana hii pepo ilianzia mkanisa za Waprotestant, za Waprotestant ndio walianza waliki washenzi, lakini kanisa lingine limeingia. Tukatale, tukatale kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. Haleluya. Msikuwa mnaogopa mkikutana na wabinti walishakuwa na hii pepo. Kama anashindwa okoka, beba yeye mjamaa, uwaambie mtoto wenu aliharibika, akataharibisha mingi, mmufunge. Na msiogope, nchi yetu haitiki homoseksualite. Tuna mamlaka ya kuikatala na hawatatufunga, sababu nchi yetu haikuitika. Kongo kuna mabaya yote, lakini haiitika homoseksualite. Mungu wa nchi aishi kwa jina la Yesu. Amen. Mungu wa Felix aishi kwa jina la Yesu. Amen. Mimi nasema Mungu wa Felix, yeye ndio baba wa nchi, yeye ndio baba wa taifa. Hajilitika tuombe Mungu mwatoezi omba. Nijui kwa anaitika. Mungu akuchunge mzee. Mungu akupe na hekima ya kuongoza nchi yako. Bwana ndio alikupatia wewe president sortavi ungali. President sortavi. Estome. Kwa jina vya ngali. Vya ngali. Tusimame tuombe.
Inawezekana huko hapa uko Mkristo lakini haujajua uzito ya Ukristo. Ukristo inapezaka. Biblia nasema nous sommes le corps. Nous sommes le corps. Sasa kama mwili ya Kristo mmoja mkono na umia, hii mwili yote itapata udhaifu. Ninasikia maombi yangu leo, tunaombea Eglise Katoliki. Tutaombea Eglise Katoliki. Ni kanisa la Kristo ulimwenguni. Tumwambie Bwana, ponesha ile kanisa. Tuambie Bwana, epusha hii kanisa na hili tunakuya. Janga linakuya. Bwana epushe kanisa lake. Maana mtaelewa hiki. Hao wakikamatika shia tutakuwa fragile. Tutakuwa fragile. Grand frère yako wakimfrape wewe hautafanya nini? Sawa imani zao wa Yesu wakaona wanafunzi wote. Adui wa Eglise Katoliki ndio adui wa makanisa zetu. Kama wewe uko na furahi tu ile vilianza, havitaendelea kwa jina. Huyu papa atajidetile mitike au mikatale atashanjele parole yake. Na ile ndio ninasema mimi ni unabii. Mimi nasema ni unabii. Atajidetile vipande au vishuki. Kai kwa vile atatoka kwenye pouvoir. Et si le président de la République watamtosha kwa jina tu résister. Nous sommes des esprits. Msifurahi. Tuombe kwa uchungu. Tuambie Bwana ukoe kanisa lake. Karibu kwa maombi. Omba ukipiga mikono. Baba, katika jina la Yesu tunafukuza pepo ambayo imeingia. Hewa ambayo imeingia dunia. Ambayo inaleta washoga. Ambayo inakataa kuzingira mazingira yetu. Kwa jina la Yesu. Nimeombea Bwana. Naombea Yesu. Kwa jina la Yesu. Okoa taifa lako. Okoa taifa lako. Okoa taifa lako. Kwa jina la Yesu. Okoa taifa lako. Okoa kanisa lako. Okoa Bwana wa majeshi. Haya mambo yakiendelea yatafika mahali petu, itakuwa ole sana. Rehema zako zishuke. Usitike walokubali. Usipatie nafasi Bwana wangu. Mimi naomba rehema zako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Tunataka ombea mambo mengine. Pale kwenye huko. Tutaombea imani. Sijue territoire gani unakaa ndani. Siko nakwambia territoire sawa province. Bana. Sikwambie territoire sawa nchi. Sikwambie territoire sawa continent. Sikwambie territoire kama udongo ya dunia tu yote. Mimi nataka niseme territoire ni pale kwenye wewe unaishi. Kile ambacho nakuwa ndani. Kile ambacho nakuwa ndani. Kazi unayoifanya. Huduma unazozifanya. Je, uko mpango wa Mungu? Je, ni Bwana amekuruhusu wewe pale? Utaambia Bwana, hii udongo ninataka inipe amani. Ninataka hapa ninakufanyia kazi niwe na amani. Ninataka jamaa langu liishi na amani katika hii mji. Ninataka kanisa langu liishi na amani katika hii mji. Maana Biblia inasema partout où tu fouleras les pieds, Dieu te donne ces lieux en possession. Yaani tatawala. Haiwezekane Bwana alikupatia udongo utawale, udongo ndio upenda kutawala. Bila katia hapa. Baada kwa maombi pamoja na mimi. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kusihi kwa neema zako. Na kusihi kwa neema yako. Yehova Mungu wa Israeli. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naombea mazingira. Mahali ambapo ninapoishi. Udongo ambao ninakaa ndani. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Rehema zako zitembee juu ya udongo huu.
Katika jina la Yesu. Je pose à cette terre qu'elle me donnera des fruits dans le nom de Jésus. Que ces terres sont fertiles. Là où il y avait à partir de maintenant, je t'ordonne pour moi que c'est fertile. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible est entraînée. Partout fera les plans de l'éternel. Je te donnerai en possession. Alléluia. Je prends maintenant en possession la terre de Touba. Dans le nom de Jésus. Tout ce que je toucherai réussira. Dans le nom de Jésus. Je vais prospérer. Je vais avancer dans cette territoire. Je vais avancer dans le nom de Jésus. Les business avanceront dans cette terre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette terre va produire des fruits. Cette terre va produire des opportunités pour toi. Dans le nom de Jésus.